Yes, karibu sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Jina langu naitwa Elijah Felix Beyeza. Kwa mara nyingine tuko hapa katika jiji la Dar es Salaam Tanzania, manispaa Kinondoni, kuelekea tarehe 1 mwezi wa 8 ambako Enyungu ya Buhaya Festival itaweza kuzinduliwa mahali hapa. Wengi wameweza kuzungumza, akiwemo Mama Mawigi. Amewataka watani ambao waweze kufika hapa kwa ajili ya kujionea vyakula vya asili, lakini vile vile na mkurugenzi wa Enyungu ya Buhaya Festival naye aliweza kuzungumza. Tuwasikilize wale. Jina naitwa Odeta Salvatore Pais Nayendwa, ni mkurugenzi wa Enyungu ya Buhaya, wa mgahawa wa Enyungu ya Buhaya Nda, na hapa ni mratibu mkuu wa Enyungu ya Buhaya Festival ambayo inakuja kufanyika tarehe 1 mwezi wa 8 katika viwanja vya kijiji cha Makumbusho. Hili tamasha ni tamasha ambalo linahusiana na kukuza na kutangaza utamaduni wa vitu vya kiasili kupitia chakula, muziki na burudani zote za kitamaduni. Kama tulivyosema, tutakuwa na activities nyingi, ila asubuhi tutaanza na hiyo maonyesho na mafundisho ya vitu vya asili kama kupika, kucheza, kuongea lugha ya Kiaya, kusalimia. Kwa hiyo kuanzia saa 4 asubuhi zinaanza hizo program ndogo, alafu burudani sasa kamili inaanza kuanzia saa 8 na kuendelea, na itakuwa ni Mwenge, kijiji cha Makumbusho, ndani ya kijiji cha Makumbusho. Ndo venue ambayo tutakuwa tunafanyia hilo tamasha letu, na kiingilio ni regular ni shilingi 100,000. Tutakuwa na VIP ambayo ni meza ya watu 8 ambayo inakuwa ni 1,000,000, lakini tutakuwa na VVIP ambayo ni meza ya watu 6 itakuwa na kiingilio cha 1,000,000, lakini hiyo VVIP itakuwa na special treatment. Kama tulivyosema, tunakuwa na chakula cha kiasili cha Kihaya, lakini hiyo VVIP itaongezewa na vinywaji vya kiasili kama rubisi, kama omulamba, lakini pia itakuwa na senene, emwani, na itakuwa na vile ebishusi. Itakuwa na bishusi ambao tutakuwa tunawawekea wale vibuyu vidogo ambavyo kama glasi. Kwa hiyo ni hivyo kwa viingilio, na muda ni kuanzia hiyo saa 4 mpaka saa 4 usiku. Na waburudishaji tutakuwa na mama mwenyewe kama main. Mama sio mchekeshaji, mama ni msemaji wetu, yaani akiongea watu wameshazoea kama ni majigambo na nini, lakini anakuwa anashuhudia kitu ambacho kipo na uhalisia. Kwa hiyo tutakuwa naye Mama Mawigi, na kwa hilo ni waweke wazi, msije watu, unajua majungu wanaweza kusema wameenda Makumbusho hawana hela. Hatukushindwa kwenda Mlimani City wala Masaki. Tumeileta hapa kwa sababu ni jambo la kitamaduni na ndio makumbusho yetu ya taifa. Hilo lieleweke kabisa. Akasema majigambo wameenda kusimama kwenye miti hapa. Tumekuja hapa kwa sababu maalum. Labda kutakuwa na mgeni rasmi. Tutakuwa na mgeni rasmi ambaye tutakuwa tuna update. Tuna page yetu ya Enyungu ya Buhaya Festival ambayo iko Instagram, na ndio tutakuwa tunatoa taarifa zote. Tutakuwa na mgeni rasmi ambaye tutakuja kuwajulisha watu ni nani, na tutakuwa na burudani kama hiyo. Saida Karoli atakuwa na perform vikundi vya ngoma ambavyo vitakuwa vinaongozwa na Ijabali Entertainment Group. Watu wanaomjua Ijabali wanajua burudani yake, moto wake unavyokuwa. Lakini pia tutakuwa na host ambaye ni MC Garabi, ndio atakuwa na host event nzima kuanzia hiyo saa 8 mpaka hiyo usiku. Kwa hiyo watu watarajie kuona kitu kizuri, event kubwa sana ya kitamaduni ambayo haijawahi kutokea kabisa. Kama alivyosema mkurugenzi wa Enyungu ya Buhaya Nda, ni kwamba waandaaji wa Enyungu ya Buhaya wamekaa wakaona walete tamasha kubwa. Na mkurugenzi amesahau kusema hiyo kwamba ni tamasha kubwa. Buhaya si hatufanyaji mambo madogo. Lazima mambo yetu tuyakuze. Kwa hiyo kupitia hilo tumeona tukutanike sehemu moja Wahaya, na sio Wahaya tu. Hii ni makabila yote, majirani zetu, marafiki zetu, na especially watani zetu. Yaani Wahaya tunapokutana tunataka kabisa watani zetu wawepo. Wakuria waje, watupikie hicho kichuri sui na nini. Waha waje, watuelekeze kwamba zile dagaa ngumu unaweza kuziraje na ndizi, kwa sababu sisi watu wakula vitu vilaini. Wakuria waje nao waje wachome nyama yao kichuri, watuambie ule uchungu unaweza ukameza na ndizi. Yaani tuko tayari kujifunza, lakini na nyinyi mje muone utamaduni wetu wa Tanzania na sio wa Tanzania tu. Kama mnavyojua sisi watu wa Ulaya, diaspora atashuka hapa kwenye hilo tamasha. Kwa hiyo
watu waje tule pamoja, tunywe pamoja, tucheze pamoja. Ni tamasha la wahaya, Enyungu ya Buhaya ndio wameandaa, lakini ni tamasha la watu wote na kiingilio ni affordable kabisa. Huwezi kuniambia wewe unaambiwa kiingilio cha Laki1 mtu mmoja kikakupasua kichwa jamani. Vinginevyo ungekaa kijijini msingekuja Dar, si ndio? Kisha kuja mjini lazima upambane kutafuta hela ili ushiriki na wahaya uonje vitu vyao wanavyotaka kufanya. Na ili pia sisi tunataka kuondoa ile zana ya kusema wahaya wana majigambo, wanaringa, waje watu waone kwamba tuna roho nzuri, tunashiriki na wenzetu, halafu tunapenda kuserebuka. Tunapenda starehe, ndio, tunapenda raha. Na siku itakuwa ni mwanzo mwisho raha. Tutakuwa na msanii mkubwa Saida Karoli ndani ya nyumba, nguli yule wa kuchenkula. Naelewa hakuna ambaye hawezi kucheza ngoma ya Saida Karoli, ndio. Hata wazungu naona akiipiga tu wanachanganyikiwa. Mamisi wetu wakienda nje wanaenda kucheza Saida Karoli tu jamani. Hapo msije mkasema ni majigambo wala majidai. Ni ukweli kabisa, video zipo mnaona. Ndio. Kwa hiyo atakuwepo Saida Karoli na vikundi vingine vya utamaduni, watakuwepo wachekeshaji wakubwa nikiwepo mimi, semaji lao wahaya. Kwa hiyo itakuwa ni siku maalum kabisa. Ndio maana tumesema tuwatangazie watu kwa ukubwa kwamba jambo hili litakuwa kubwa.